Baby wajua why, usijaribu kwenda mbali, hasa pale unaporudi night. Why baby wajua why, usijaribu kwenda mbali, hasa pale unaporudi night. Why Maoni yako sasa, unafanya muziki wa hip hop. Faridi Kubana Wewe maoni yako, unafanya muziki wa hip hop. Na ukimtizama Mwanefu anavyosema ni Shaban Robert wa huu muziki, anaandika sana, hakuna anayemweza mkali. Mimi nachoamini kila mwana hip hop anaandika sana. Kila mtu atajiona tu bora. Usifikiri mimi nitamsifia Chidi Benz. Kwani wewe ushawahi na Chidi Benz ukamuuliza kuhusu Squeezer? Au ushawahi na FA ukamuuliza kuhusu Squeezer? Wasanii wengi upcoming naonaga wengi wana ushamba mkubwa mno. Washamba, yani ndio maana wanababaika na mademu, wanababaika na magari, kwa sababu ni vitu vyao hawajawahi kukua wakiona. Yes, of course, mimi naitwa Ali, karibu kwenye mahojiano yangu na Squeezer, msanii wa zamani lakini anafanya vizuri. Wapo na projects zao mbalimbali, lakini wapo na maisha yao mbalimbali. Hatujapata nafasi ya kuwasikia muda mrefu wakiongea. Tuko naye leo hapa, atazungumza vitu vingi vinavyomhusu na vinavyohusu game letu. Hii ni Nyundo TV, endelea kusubscribe, tufollow kwenye Instagram Nyundo TV kuhakikisha kwamba unapata update zote. Leo tuko na mzee. Kabla ya kuanza tu nataka akumbuke, atukumbushe kwanza kidogo, atupe kama kia, alafu ndo tutaingia. Mzee, kwema? Kwema, niambie. Bwana, mimi heshima yako kuamkia, yani heshima yako. Nashukuru. Mimi naweza kuwa ni mjukuu wako. Mjukuu hapana. Mtoto Labda mtoto. Tupe kionjo kimoja kwanza kabla tujaanza interview. Baby wajua why, usijaribu kwenda mbali, hasa pale unaporudi night. Why baby wajua why, usijaribu kwenda mbali, hasa pale unaporudi night. Why usijaribu kwenda mbali, hasa pale unaporudi night. Hivyo. Hiyo nyimbo why ulirekodi mwaka gani na unakumbuka nini ukiwa unaimba? Moment gani ambazo unazikumbuka? Ni ngoma ambayo ilikuwa iwe ni ngoma ya Datas na mimi pamoja na Ray C. Lakini kwa miaka ile kuna changamoto ikaja ikatokea 1 2 3, Ray C akashindwa kushiriki. Nikamwambia dogo, tunafanya wenyewe, tunakamua tu wenyewe mwanzo mwisho, kwa maisha yakaenda hivyo. Kwa nakumbuka kipindi ambacho na sisi tunajitafuta tukae kwenye ramani vizuri ya kimuziki, mimi na ndugu yangu mdogo wangu ananifuata, na pia sometime nakutana na changamoto, lakini maisha yanaweza kaendelea kwa upande mwingine pia, basi inshallah. Ulifanya vizuri sana Squeezer, na ulifanya wonders sana, ukazalisha vijana wengi, waka role model kwako kwamba mimi natamani kuwa kama vile. Mlikuwa mnawezaje kuandika ngoma? Tunaona ngoma ina dakika 5-6, lakini mistari konki, ujumbe unafika, beat kali. Leo hii hata ikichezwa hapa watu wanaruka, ingawa inawezekana mtu asimjue Squeezer au lakini tu ile feeling ile muziki. Mlikuwa mnafikiria nini kwenye uandishi? Sasa sijui ndo inabaki pale kama wahenga walivyosema, kama old lazima iwe gold au old is gold au vipi, lakini kwa zamani tulijikita sana wakati muziki tunaanza, kabla hata ya kupata ustaa na vyovyote, tulikuwa tunafanya sana mashindano kwenye sehemu tofauti za makumbi tofauti. Mashindano yalizingatia sana content, ujumbe. Bwana, wiki ijayo mnakuta mko makundi karibia 30-40. Wiki hii tumepita hivi, hii ilikuwa ni ufunguzi tu, tupate registration wa mashindano, lakini the coming week ujumbe wetu sisi ni elimu, labda na ukimwi, tuambie ukimwi au elimu na mapenzi ya mama. Kwa hayo makundi 40, kumbuka wiki ijayo watakuja na message hiyo. Message hiyo. Njia mtapishana. Pale ndio tulipojengeka sisi, kukaa ukaweza kuimba mziki wenye ladha lakini pia una ujumbe. Si unanielewa? Kwa ilikuwa ni automatically mimi ukinikuta nafanya ngoma lazima kwanza iwe na ujumbe.
Kitu cha pili, labda ladha, ni mimi ambavyo napendaga tu muziki wenye ladha kali. Kwa unalemba vipi muziki wangu, message yangu inafikeje? Mtu mwingine anaweza akajikuta anapenda ladha ya muziki afu message akaja akagundua hata mwaka wa 3, kumbe huyu jamaa alimaanishaga hiki, kumbe huyu jamaa alimaanisha. Mimi nishapita hapo. Kwa hiyo yale mazingira ya kipindi kile, mashindano mengi na kujengeka kwenye mifumo ya kutoa message, ndio ile tusababishia sisi kuweza kufanya mziki wowote tu, hata kama flavor, lakini inakuwa na message. Yani kuna ka message tu utakapata. Yes, zaidi ladha kali. Na ifanyeje? Tumesikiza mamiziki mengi ya watu wengi tofauti zamani huko hivyo ya. Unaamini mziki wa sasa hivi ni Big G kwa namna ambavyo wanafanya vijana wako? Kwa Big G ni kabisa Big G kabisa, tena sio kidogo. Kwa Big G ni Big G haswa, na hiyo yote ni kwa sababu ya kukosa misingi kama hiyo nayokuambia. Mimi huwezi kusikiza ngoma yangu afu mwakani ukaiona imepita. Mimi tena mwakani unaweza ukahisi kama imeimbwa jana, kama ingeimbwa kesho. Kama nishakutanaga na DJ Venture, mara nyingi ni mtu ambaye ni mabrother ambao tulipokea kwenye game, ma DJ wetu, ma presenter wetu wakubwa kwa miaka hiyo. Steve B marehemu, Mungu amrehemu, alipo wakina Venture. Mimi Venture shaka kuniambia, unajua nyinyi mlikuwa mnafanya kitu cha baadaye. Saa hizi ndio inaweza kaonekana mziki wenu yani una thamani kwa kiasi gani. Ndio maana unakuta ngoma zenu hazifi, zipo tu, na zikipigwa ndio kwanza unapandisha morali za watu, maklabu na whatever. Kwa hivyo mlifanya kitu cha future. Kwa hiyo haiwezekani mimi nifike future ni fail kuishi na Gen Z. Kama niliweza kuwaimbia wao hawajazaliwa, naweza nikaimba tena na wengine hawajazaliwa. Kwa muziki ni kuufanya tu kwenye uklasik wake, kwenye ubora wake, ukizingatia ladha, ukizingatia message, flavor, ukizingatia ni moja kati ya art ambayo haifi. Unafanya kitu leo, kumbuka watoto zako, wajukuu zako watakuja kusikiliza na kuona. Unatengeneza deni. Unatengeneza deni. Watakuja, kumbe nyi babu yenu bwana alikuwa kumbe msela sana. Ilikuwaje tena pale ikawa hivi? Kwa hiyo vitu vya namna hiyo. Sasa muziki wa sasa hivi unakuwa Big G kwa sababu una matusi ya wazi sana, unafundisha watu mapenzi. Sasa unamfundishaje binadamu aliyezaliwa mapenzi au kiume? Mbwa mwenyewe unaweza ukamweka ndani hapo, dume na jike, mabanda tofauti, lakini siku kwa tukutanisha watapandana kwa sababu ile ni nature. Kwa kuna vitu vya nature vitakiwa kufundishwa. Sasa wanachokosea wanaanza kufundisha hadi nature. Ndio pale inaonekana muziki ni Big G. Kwa hilo wala hata sifumbi macho wala sipepesi. Big G ni Big G kweli. Muziki wa sasa hivi mwingi ni Big G. Tukisikia wasanii wa sasa hivi aidha kurap ama kuimba, wao wanajisifia sana, mtajisifia na magari na majumba na mwanamke mkali na vitu kama hivyo. Kwako unaona ni sawa kwa game yao, ama kuna namna tunatakiwa tu switch, tutoke huko kuacha watu kujisifia? Tunamsikia mtu anaweza akakoa tu jeshi afa akasema bwana nina gari na kajala na vitu kama hivyo. Sorry, swali langu kwamba unadhani nini wabadilishe kutoka kwenye kujisifia kwamba nina magari na majumba na mwanamke mzuri, kitu kama hivyo, ili muziki urudi kwenye nature, tuguse jamii kuliko kujigusa hao wasanii? Mimi nafikiri waangalie zaidi. Sawa, inawaingizia pesa, ndio kitu currently kinawaingizia pesa. Unakuta sasa wengine wanashawishika kufanya kiki hadi za dharau, kiki fulani namdhalilisha mtu, si unanielewa? Sipendi sana kuzungumzia hayo, lakini kikubwa wajikite tu kwenye uhalisia, kwa sababu muziki ni uhalisia. Hata sisi sasa hivi tunaweza tukaonekana ni wakongwe, lakini hata mimi bado ni kijana mdogo kwenye muziki ambao nimezoea kuusikiliza duniani huko, Marekani wapi, Jamaica wapi. Unaona bado kuna vitu najifunza. Kwa nini Bob Marley ni star mpaka leo na hayupo duniani? Kwa nini watoto wake wameshindwa kufikia ile pitch? Ni kwa sababu yule alizaliwa, aliumbwa yeye kama yeye. Yani alitakiwa tu ashuke Bob Marley, Robert Nesta Marley, atoe message zake, aondoke, ulimwengu uelewe. Sasa ukiona umepewa hiyo karama, basi isiwe ni nafasi ya kufundisha watu vitu ambavyo havipo. Ni vizuri sana. Mbona muziki mzuri unaimbika kwenye classic way? Sio lazima tutukane sana, sio lazima tujisifie sana. Wapo wanamuziki wa zamani wangeweza kujisifia kwa sababu ndio uhalisia wa maisha yao. Wala sio kufeki. Pengine toka hata walivyotoka kwenye mafamilia yao ni watu ambao wana maisha tu ya juu. Na wale wa chini nao wafanyeje?
haukuwa mfumo. Usifikiri enzi zetu eti walikuwepo wote eti ni choka mbaya. Wapo waliotoka kwenye mafamilia makubwa, wapo waliotoka kwenye maisha makubwa, lakini watu waliona hapana, uhalisia ni nini? Uhalisia ni kuimba uhalisia na kufanya art katika uhalisia. Kwa sasa mtu asione kaokota tu mbili tatu hivi na hivi basi ndio tunaanza tukaimbiwa hadi kwenye manyimbo, kwenye manini. Kuna watu wana maisha makubwa sana na hawataki hata huo ustaa. Unaweza ukajikuta unajisifia kwa IST wenzako na Lamborghini. Kwa hiyo maisha kujisifia mimi si afiki sana. Ndio maana hip hop yangu imekuwa nyingi ya kufunza. Naja nafundisha, nimetoka kwenye Naja nimekuja kwenye mabachela nafundisha, mara mwisho wa mwezi Mr. Afisa nafundisha. Hata kama tushawahi kufanya Nipo Juu na marehemu Ngwea, lakini haikumaanisha kujisifia to the maximum kwa kiasi hicho. Ni vile tu haiba ya muziki wa hip hop natakiwa ikae hapo na kufanyika kitu ambacho kinaweza ikawa kama tupo juu, lakini ile unamtambishia tu mtu mimi naweza kuchana zaidi yako, mimi uniwezi. Yaani mimi mkali au sio? Sio lazima nianze kukwambia mimi home kukogo hivi au mimi na hiki na hiki na hiki na hiki. Ile zimekaa kidada sana. Hapo Mwana FA alifanya interview akasema yeye ndio Shaban Robert wa muziki huu. Hakuna msanii yote anemweza kwenye kuandika. Anaamini ni bora zaidi. Kwako unaamini Mwana FA ni mwandishi bora wa hip hop kama ambavyo yeye anaamini ni Shaban Robert wa muziki wenu? Hata mimi naweza nikasema mimi ni mkali sana kwenye hip hop kuliko msanii yoyote mwingine. Kwa hiyo ni vile kila mtu anachukua haiba yake na kujiweka kwenye renki ambayo anaona, japokuwa Mwana FA ukweli ni mwandishi mzuri sana. Alikufa kwa ngoma nini, unaona kabisa. Sasa yule ndo alifanya muziki ambao hata mimi huwa naupenda kwa sababu kwa mfano alikufa kwa ngoma. Ni ngoma ambao unapata mdundo mkali, message kali, njia kali, yani unapata ujumbe mzito kwenye flavor. Naweza nikaamini na nikasadiki ambaye ni Shaban Robert wa muziki wenu wana hip hop wa Mumwezi Mwana FA kwenye uandishi. Yes, ndio maana yake. Sawa, inaweza ikawa vile ambavyo anajiona yeye. Ndio maana nikakwambia hata Juma Nature naye kuna namna nitajiona, hata mimi kuna namna nitajiona. Maoni yako sasa unafanya muziki wa hip hop. Faridi Kubana Wewe maoni yako unafanya muziki wa hip hop. Na ukimtizama Mwana FA anavyosema ni Shaban Robert wa huu muziki, anaandika sana, hakuna anayemweza mkali. Mimi ninachoamini kila mwana hip hop anaandika sana. Umeona madogo tuliofanya nao ngoma wamechora kinyama. Kila mwana hip hop anaandika sana. Sasa kujipa zile vyeo mimi rais si nani mimi ndio hiyo sielewagi sana. Samahani lakini maoni yangu mimi ndio sizielewi. Unataka muziki utembee. Muziki tu utembee kwa sababu ukileta huko na mimi nitakwambia na mimi mkali, mimi nachana kuliko wabongo wote. Na style na sauti na nini. Ni mkali na ni mkweli niko hivyo, lakini huwezi kunikuta nafanya hayo mambo. Kwa hiyo ibaki inakupa confidence kwamba kama FA kapaka wana mimi akiachia magoma yake wewe umekiri hapa ngoma kali nini mwandishi mkali nini. Kwa anahisi yeye ndio top. Hiyo ni feeling yake. Sijawahi kuona Shaban Robert kwenye muziki. Mimi sihusishi sana. Yani mtunzi wa vitabu na mtunzi wa nyimbo. Mimi napenda sana flavor. Mimi namwamini sana Ngwea alikuwa mwana hip hop mkali sana. Si unanielewa yani naamini hivyo mimi kama mimi. Kila msanii wa hip hop ana appreciate Ngwea. Kila msanii kwa sababu alitoa ujumbe kwenye ladha. Ni kwa sababu alitoa ujumbe kwenye ladha kali. Yani ladha kali. Yani goma la club mwenzako anakupa message. Mwenzako anakupa message. Lakini hapo mmefanya hip hop ngoma kali na nini. Tumzungumzie Abdalla Makwilo Chidi Benz. Yeye ndo mwenye Dar es Salaam yake. Anasema hamna mtu yote kwenye hii Dar es Salaam anayemweza. Yeye ndo top of the Dar es Salaam. Kwa namna ambavyo wewe ulikuwa unafanya na kipindi hiki pia Chidi alikuwa anafanya, kulikuwa kuna namna watu walikuwa wanakushindanisha na Chidi ama kuna namna ulikuwa ukimtazama Chidi unaona Chidi Benz huyu mbona kama anakamia hivi? Kuna watu walitufananisha kwa sauti. Nikawa mimi Chidi Benz, Moxie, Swinei, nani wengine walitokeza na sauti za style hiyo. Lakini still kila mtu ana touch yake, kila mtu ana core lake, kila mtu ana throat yake, ndio hiyo core. Yani tone inayokuja kutoka mimi sio Chidi Benz. Kwa hiyo yule sio mpinzani wangu. Tena ni mwanangu tena sana tu. Ni mwanangu kabisa, mdogo wangu kabisa tena sana tu. Kwa hiyo ana ukingi wake,
ana ukingi wake. Na tukirudi sasa kwenye ile mimi si Dar es Salaam, mimi si Tanzania nini, ndo nitarudi pale pale ulivyoniuliza kuhusu mwana FA. Kila mtu atajiona tu bora. Usifikiri mimi nitamsifia Chidi Benz. Kwani wewe ushawahi na Chidi Benz ukamuuliza kuhusu Squeezer? Au ushawahi na FA ukamuuliza kuhusu Squeezer? Walisema nini? Ni msanii mkali. Ndio kama mimi ninavyoona Chidi ni msanii mkali. Kwenye hip hop ni msanii mkali. Wapo upcoming unaoona pia wakali, lakini Chidi ana touch zake. Yani Chidi ana uchidi tu. Chidi ni Chidi, Squeezer ni Squeezer, Nay ni Nay, Moxie ni Moxie. Kwa mnashindanishwa sasa wewe na Chidi, kama unavyosema sauti. Unajua kuna watu umezungumza kiufundi zaidi, kuna touch zenu mpaka ukiwa mtu wa muziki ndio unajua touch ya Squeezer, hii ni touch ya Chidi Benz. Lakini watu wakisikia sauti tu wajua ikawa inakuumizeni au inakuumiza kwa namna moja, na mshaye kukaa mkaza ndugu yangu Chidi. Vipi huko nje watu wanavyotushindanisha? Kiukweli hatujawahi kukaa kujadili hilo swala. Sana sana huwa tukikaa tunajadili wao tukafanya ngoma kali wapi. Sasa ni vile najua ni artist mwenzangu ana sauti nzito na mimi na sauti nzito, watu wamezoea kutulevel hapo, lakini najiona mimi ni tofauti na yeye. Mimi ni tofauti na Moxie ni tofauti na Chidi. Yani tuko tofauti, yani sio watu wa kukompea. Kusema eti Chidi mshindani wake ni Squeezer au Squeezer mshindani wake ni Nature. Yani hatufanani. Hatufanani hivyo vitu. Tata mwisho hapa, tunataka tumalize, weke watu sawa. Umezungumza watu wanatakiwa kuheshimiana ili mziki uende nini. Kuna kauli au kuna mentality imetengenezwa kwamba mtu anaamini wasanii wengi wenye daraja lenu, kizazi chenu, wengi ni maskini, yani hamkupata hela kwenye huu muziki. Yani watu wanaamini kina Squeezer wameimba sana lakini hawajapata hela mpaka hii leo. Unaamini hilo kwamba mmeimba muziki mzuri unaishi mpaka leo na hamjapata hela ambayo inastahili na kile mlichokifanya ambacho mpaka leo kinaishi? Naamini kwa kusema muziki wa zamani watu walichonga barabara. Wakina Malcolm X walitetea haki ya watu weusi Amerika, si ndio? Lakini wao hawakufaidika, pengine hata waliuawa kiaina, tukaona tu vifo vya kawaida. Kwa hiyo ipo kwenye maisha yoyote. Na kumbuka hapo nyuma nimekuambia, sio kila msanii aliyofanya muziki kipindi hicho basi alikuwa ni maskini au alitoka kwenye umaskini. Mimi nikichukulia kwenye swala la umaskini, mimi nachukulia wasanii wa East Africa bado hatujafika kwenye level za utajiri, si wote ni maskini. Tunajitafuta tu. Ndio maana mwenye Lamborghini ataongea, mwenye hiki ataongea, lakini matajiri hawaongeagi. Si unanielewa? Kwa sisi bado wote tuko kwenye umaskini. Kikubwa ni kuangalia tu skills zetu na muziki wetu tunaufikisha wapi. Tuwe na umoja huo kuliko kujishindanisha. Ndio maana wa South Africa leo wana touch yao, kwa sababu kuna kaumoja walikaweka. Ndio maana wa Nigeria leo wana touch yao. Sasa sisi tumebaki kama unajiteje tajiri, bado unataka uige South Africa, bado unataka uige Nigeria, bado unataka uige Marekani. Kuwa na kitu chako. Kama ni singeli iende, kama ni hip hop ya kibongo basi kweli iende tuone. Lakini kusema eti wasanii wa zamani maskini, GK maskini. Kwa hiyo kila mtu ana umaskini wake kwenye engo yake. Kila mtu ana umaskini wake kwenye engo yake. Sasa mtu kama alikujengea barabara, leo unaipita kwenye hiyo barabara unaanza kumkashifu tena yeye tena maskini, ni kwa sababu tu umeweza kupata vogi si vitu gani? Ndio pale naonaga wasanii wengi wasanii wengi upcoming naonaga wengi wana ushamba mkubwa mno. Washamba yani ndio maana wanababaika na mademu, wanababaika na magari, kwa sababu ni vitu vyao hawajawahi kukua wakiona. Mimi huwezi kunikuta na babaika eti hata kama niwe na vogi hapo, nina vogi. Kwanza naona najiona mshamba. Siku hizi hakutakiwa kuwa na vogi. Pengine natakiwa kuwa Amerika au hata Hollywood hata wapi. Kwa daraja lake. Kwa tusiridhike na upumbavu tunaopata. Tusiridhike na umaskini tulionao. Tuna safari bado kubwa sana. Hapo kwenye safari bado kubwa sana. Juzi kulikuwa na mashindano ya World Cup yamefungulizwa pale Marekani, lakini msanii kutoka Afrika Burna Boy aliperform pale. Watu wakawa wanaona wasanii wetu tunasema kama ulivyosema hapo, tunajipa ule king. Ukisikia Diamond Simba, Alikiba King, Tembo na vitu kama hivyo. Unadhani nini unawaambia hawa wanajiita making, matembo, masimba kuweza kutumia majukwaa makubwa kwa daraja lile?
Tumezungumza hapa wasanii wetu kujiita Masimba, Making, Matembo, lakini platform waliopata wa Nigeria umesema wana touch yao. Leo Burna Boy ana perform kwenye World Cup, tamasha kubwa la kimpira. Kila msanii anawishi kufanya vile. Nini neno lako kwa vijana wako ambao ni kama wanasogelea hizo nafasi, lakini pia namna gani wanatakiwa wafanye ili nao waweze kupata platform ya kuperform kwenye matamasha makubwa design kama ya? Yani kikubwa tu ni kwamba kuelewa kama hayo majina ya kujiita sui Simba, sui Tembo, sui vitu gani watajiita sasa, atakuja kutokea zaidi ya Simba labda baada ya mwaka ajiite nani? Ajiite Kicheche kwa sababu Simba ishakuepo au ajiite Panya kwa sababu Paka ishakuepo. Kwa hiyo tujipe uspecial wa kutafuta deals kubwa na kukomboa taifa, kwa sababu hii tasnia ishaingiliwa na vijana wengi sana. Wengine hata kuisikiza dawa wanahisi kama dawa iko Dubai, sio iko wapi huko. Wakati huwezi kufanya muziki ukiwa nje ya dawa. Platform kubwa ziko hapa, channel kubwa ziko hapa, au sio? Tupambanie muziki wetu na sisi tuwe tunasogea. Tuache wivu wa kuona natakiwa niwe peke yangu tu, natakiwa ni shine peke yangu, au tunatakiwa tushine sisi tu, au si ndio wakubwa wa wachawi, si ndio wakubwa wa nini, wanajijua wenyewe. Lakini inatakiwa ibaki tulipambanie taifa letu na sisi tusogee. Kesho unaondoka, mwanao akachukua kipaji chako, anapita kwenye njia ipi wewe kujenga? Wewe ulibaki tu kujisifia kifalafala, sio sawa. Kwa tujisifie kwenye mashiko, na sioni kama tuna nafasi ya kujisifia kijinga, kwa sababu mbona wa South Africa wametuacha mbali sana mziki, mbona wa Nigeria wametuacha mbali sana mziki. Ukizungumzia Afrika, Tanzania nao ni taifa mojawapo, nafikiri tuko top 10 si top gapi sijui, lakini tupo kwenye nafasi ya watu ambao kuna wanamuziki ambao wanaeleweka, wameweza kushika nembo ya taifa. Kikubwa ni kung'ang'ania watu twende wote. Sio kung'ang'ania tu umekamata channel basi upite mwenyewe. Sawa, pita na watu kulamba miguu, watakuacha tu, lakini watu wanakuona mshamba. Ishi maisha yako, watu wanakuona tu mshamba. Tengeneza legacy na kesho kutwa, hata mtoto wako akipita, watu watandike kanga. Huyu babake alichokifanya huyu. Lakini sio babake alikuwa majigambo sana. Hivi na hivi, maana kanunua Vogue kasema, kanunua hiki, kamsaidia fulani kasema. Wewe uliposaidia umesema. Kwa tukae kwenye misingi ya upendo na ukweli na urasta. Pia tukae kwenye misingi ya kupeleka muziki wetu mbali. Yaani tuwe na uchungu huo. Tusiwe na uchungu eti tumeweza kutoka nje ya mipaka, basi ndio ikabaki tu ni channel ya mtu fulani, channel ya mtu fulani, channel ya mtu fulani. Watu wapeane mashavu. Tanzania watu wana vipaji, wako wengi. Hatuko peke yetu. Kwa hiyo tubebane kwa hilo, maisha yaende. Ni hayo tu. Neno lako la mwisho kwa mashabiki zako, labda kuna project inakuja ama una mipango gani? Kikubwa pia nilikuwa nasubiri mwanya kama huu, kwa nikimaanisha kuwa hii track ambayo inatoka, ambayo tumeshirikishwa mimi Juma Nature na Pima Wenge, tumeshirikishwa na hao jamaa wanajiita Wabeti, Frege na Bad Ngundo. Ni ngoma kali, watu wasikilize, watoe maoni yao still, lakini sisi bado still tutafanya, lakini hatutafanya tena kwa njia zile za kusema tuanze kulambalamba watu miguu, hapana. Tutafanya tu kwa uwezo wetu, na tunaamini uwezo tunao, nguvu tunazo, tutafanya, tutafika. Shukrani. Pamoja.